bila yeye haya yote yasingefanyika. Lakini niwashukuru sana wadau wa utunzaji wa mazingira ambao mmekuja leo kwenye jiji letu la Dodoma. Maeneo ni mengi ambayo mnaenda kufanya hii kazi, lakini mkaona mji la Dodoma. Kwa niaba ya mstahiki meya wa jiji la Dodoma, Mheshimiwa Alimoni Chaula, nitamke tu kwamba tutawapa ushirikiano wa kutosha kwenye jiji la Dodoma. Na taarifa hizi nitazipeleka ofisini kwa ajili ya kuona sisi kama jiji ni namna gani na sisi tujipange katika kuhakikisha upandaji huu wa miti unakuwa endelevu, lakini pia utunzaji wa hii miti pia unakuwa mzuri, ili tuone manufaa ya hii kazi inayofanyika leo. Na nimefurahi sana kuona mmeshirikisha meneja wa kanda, lakini pia na kumshirikisha afisa mtendaji wa hii kata, kwa sababu na wao watatusaidia sana katika utunzaji wa miti hii ambayo tutapanda hapa leo. Na kwa kweli nimshukuru sana Waziri Mkuu mstaafu Mheshimiwa Mizengo Pinda, maana yeye kama nilivyosikia baadhi ya wadau hapa wanasema ni muasisi mkubwa, lakini pia ametoa mchango mkubwa kuhakikisha swala hili hapa leo linafanyika. Kwa hiyo tumpongeze sana waziri mkuu wetu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunajivunia sana kuwepo kwake hapa Dodoma, na sisi wengine tulikuwa tunafika maeneo anayoishi kule kwake, tumeona namna anavyotunza mazingira. Kwa kweli tumejifunza vitu vingi sana kupitia pale kwake, na sisi tunajivunia sana kuwa na mheshimiwa wetu waziri mkuu wetu mstaafu Mheshimiwa Mizengo Pinda. Lakini niseme jambo jingine kwamba ni kweli jambo la kupanda hii miti ni jambo moja, lakini jambo la pili ni namna gani ya kuitunza hii miti. Tuitunze jamani, ndugu zangu, na viongozi, afisa mtendaji upo hapa, meneja wa kanda, na sisi tuliopo hapa tujitahidi hii miti itunzwe, kwa sababu kama alivyosema ndugu yangu, itakapokuwa na tukatengeneza hapa msitu, itakuwa ni moja ya chanzo cha mapato cha jiji la Dodoma. Na kwa kweli na sisi tunasema lazima tuifanyie kazi hili swala, na tuhakikishe tunaboresha na kuhakikisha tunaongeza mapato kwa kuongeza vyanzo vya mapato ikiwemo huu msitu ambao tunautengeneza hapa. Lakini jingine tumshukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, maana yeye ndio muasisi wa mazingira. Kama mlivyosema, wakati mnaanza upandaji wa miti mlianza naye, na sasa hivi amekuwa ni mkubwa sana kuhakikisha mazingira yanakuwa mazuri kwenye nchi yetu. Kwa hiyo tunampongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwa mdau mzuri wa utunzaji wa mazingira katika nchi yetu ya Tanzania. Na sisi tunamwahidi hatutomwangusha jiji letu la Dodoma, tutahakikisha jiji la Dodoma linakuwa la kijani. Kwa hiyo tutafanya kazi hii kwa moyo mmoja na kuhakikisha tunatunza mazingira, tunatunza miti kwa kushirikiana sisi sote. Niseme tu kwamba swala la mazingira halina mdau mmoja, la wadau wengi. Mazingira yakiwa mazuri, kila mtu anafaidika. Hamna ambaye hafaidiki kutokana na mazingira mazuri. Nafikiri mwaka huu unaweza kawa ni mwaka wa mfano. Nimeambiwa Dodoma mvua imenyesha sana. Sasa sidhani kama ilikuwa inanyesha kwa watu wa habari conservation peke yao au kwa Mheshimiwa Pinda ambaye amesema ni rafiki wa wadudu na mazingira. Ilikuwa inanyesha kwa kila mwana Dodoma na kila mtu ambaye anaishi hapa Dodoma. Kwa hiyo sisi kama wana Dodoma, lakini kama wapenda mazingira, tuna wajibu mkubwa. Tunaweza kuona ndugu yangu amezungumza habari ya Mungu. Inawezekana Mungu alifanya kwa siku moja, lakini sisi tunachukua muda mrefu sana kufanya hiyo kazi aliyoifanya kwa siku moja. Na ili kulibadilisha eneo hili kuwa la kijani, pengine itatumika nguvu kubwa sana, kwa maana nguvu rasilimali watu, lakini na rasilimali fedha na vitu vingine. Kwa hiyo tujitahidi sana hiki tunachokipata kidogo kukitumia vizuri, ili wadau wengine wahamasike. Kutoa hela kutakuwa shida, lakini kama watu watakuwa wanakuja wanaona hakuna msitu, hawatahamasika. Kwa hiyo tujitahidi kutumia nguvu zetu, kutumia maarifa yetu kuhakikisha kwamba Dodoma inakuwa na msitu fulani ambao baada ya muda fulani itakuwa ni eneo la utalii. Mnaweza msijue kama kunaweza kuwa ni eneo la utalii, lakini najua kwamba kuna Arusha wana msitu, watu wanaenda kutalii.
Kwa hiyo huenda baada ya miaka 10 watu watakuwa wanakuja kufanya utalii kwenye huu msitu. Kwa hiyo ikawa Mstahiki kikawa ni chanzo cha mapato kwa jiji la Dodoma. Ni furahi sana na kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha kukutana hapa leo Jendengwa Chiwangwa Dodoma kwa ajili ya zoezi la kupanda miti. Kila kiumbe chenye pumzi kinajua umuhimu wa kutunza mazingira, na binadamu mwenye akili na utashi ndiye aliyepewa jukumu zito la kuhakikisha yeye na viumbe wengine wanaoishi katika dunia hii wanakuwa salama na kwenye mazingira rafiki kwa ajili yao pamoja. Ndugu mgeni rasmi, kazi ya kupanda na kuhifadhi mazingira ina faida za moja kwa moja kama vile upatikanaji wa hewa safi ya oksijeni. Pia miti huleta kivuli, husababisha mvua, kurutubisha ardhi na kutumika kama jokofu la kutunza maji yaliyopo ardhini. Kinyume chake, tukiharibu mazingira tutapata ukame, uhaba wa maji, njaa, lakini na magonjwa mbalimbali. Ndugu mgeni rasmi, kipimo cha utu wa mazingira ni jukumu ambalo Gaming Board imelichukua kuhakikisha kwamba linafadhili mradi huu wa kupanda miti katika eneo hili linalolenga kuhakikisha jiji la Dodoma linakuwa na hewa safi na mazingira ya kuvutia. Tunatambua kuwa lengo hili la Gaming Board ni lengo linaloenda na hazma ya Mheshimiwa Rais ambayo alianzisha hivi karibuni ya kuhakikisha kwamba watu wanakuwa na mazoezi au tabia ya tunza mazingira yetu. Kwa hiyo tunawashukuru sana Gaming Board kwa kushirikiana na sisi, kwanza kupanda miti, lakini pia kutekeleza hazma ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ya utunzaji wa mazingira. Leo katika eneo hili tunapanda miti 1000 na miti hii imefadhiliwa na Gaming Board, na kwa leo katika zoezi kwa kuanzia tutahakikisha kwamba tunapanda miti 100 na zoezi litakuwa endelevu kwa kipindi cha wiki nzima kupanda miti katika eneo hili. Kama mnavyoona, eneo hili tayari lilikuwa na zoezi la kupanda miti na tumekuwa tukipanda miti, na lengo la Habari Conservation ni kuhakikisha tunapanda miti 10,000 katika eneo hili. Hivyo tunawaalika wadau wengine kama ambavyo Gaming Board imefanya kushirikiana na HCO katika kuhakikisha tunapanda miti kwenye eneo hili. Mgeni rasmi, tunakushukuru tena kwa kutenga muda wako na kuungana nasi katika kazi hii tukufu na namna tunaifanya na anachokipenda Mungu wetu katika kujali mazingira na